Dokta, babangu anaendeleaje? Hafsa, babako anaumwa na tatizo lake, ana tatizo la moyo. Kwani wewe hujui? Hafsa, mimi sawa ni dokta, ila tambua wewe ni dokta zidi yangu mimi. Kwa nini mimi na sawa wewe? Kwa sababu wewe una uwezo wa kumponya babako, na babako anaonekana ana tatizo katika moyo wake, na wewe ndio unasababishia. Ila sasa kuna kitu, kama utamsikiliza, ninadhani anaweza kurudi duniani akawa mzima kama hapo mwanzo alivyokuwa. Nitafanya chochote kile kwa ajili ya babangu, ili mradi tu apone. Siwezi kumpoteza babangu, ndo baki naye. Hafsa, unampa mawazo sana babako, tena unampa mawazo kwa maana kumpa mawazo, kwa sababu unaonekana wewe una mwanaume na ili babako linamuumiza, na kashakwambia uachane naye huyu mwanamume. Kwa nini? Kwa nini hutaki kuachana na huyu mwanamume? Huoni kama babako utamkosa? Hafsa, hebu jaribu kuwa muelewa basi japo mara moja. Ina maana wewe unahiari mwanaume kuliko babako? Dokta, kuhusu kuachana na huyu mwanaume, mimi siwezi. Kama kuna njia nyingine ya kumsaidia babangu, naomba uniambie, lakini kwa kuachana na huyu mwanaume siwezi. Naomba unielewe basi. Hafsa, hakuna njia nyingine yoyote ya kufanya ili babako awe mzima zidi ya hiyo. Ila utakapoachana na huyu mwanaume, basi tambua kama babako atarudi duniani na ataendelea kuwa hai kama alivyokuwa mwanzo. Hafsa, angalia, wewe ina maana unahiari huyu mwanaume kuliko babako alikulea. Babako kakulea, kakuvisha, kakunywesha, kakulisha kila kitu. Kafanya kwa ajili yako. Kwa nini wewe unamtendea haya? Sawa, nimekubali. Hafsa, kweli? Ndio, nimekubali. Babangu tapone, nitafanya hiyo. Haya, wewe endelea na kazi zako, ila jitahidi na hilo ninalokuambia. Tungezaliwa zamani, ningesema penzi tobwa, tulile kibarazani, tukitafuna mayoga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uyoga, tukikosa jani, bebi tule mboga. Sasa polisi wa nini? Nikikosa nikamate wewe, mahakama ya nini? Nikikosa ni hukumu wewe. Baby, vipi, naona tangu umeniita mwenzangu umenuna tu, ucheki, huongei, au kumpigwa huko? Hakuna alonipiga, na hakuna nilogombana naye. Nimekuja tu hapo kwa kitu kimoja tu, ndio nikuambia. Ngosa, samahani kwa chile wacho kuna kukuambia. Nilikupenda sana, lakini naomba tuishie hapa. Hafsa bwana, sasa ndo masara gani? Kwanza mimi sipendi kutaniwa, ujue. Mimi usinitanie hivyo, usinitanie kabisa mimi. Sawa, acha mambo yako bwana hayo. Uso utani, niko serious, kutanii. So utani vipi sasa? Wamaanisha nini? Nakuuliza wamaanisha nini? Kwa hiyo ili jambo naloongea ni kweli? Tuachane kwa nini?
Kwa nini tuachane? Sikiliza, siwezi kukuacha, siwezi kukuacha hata siku moja, siwezi. Nitaanzaje? Naanzaje kukuacha mimi? Naanzaje na zile ahadi zako ulivyoniahidi? Hapa ndo tushaoana huu ndo mwisho wetu, tushafunga ndoa tushapata na watoto vipi Hafsa, usiniambie tena hicho kitu hata siku moja, maanake sitoruhusu kabisa uende mbali na mimi. Kwa nini unataka kuniacha? Upo serious? Basi kama kuna kosa niambie chochote, kama kuna kitu chochote niambie mama, niambie nijikaribishe. Sisi binadamu, pengine ninakukera kweli, lakini nieleze. Sasa wazani mimi ukiniacha nitabaki na nani? Sitaki kuamini. Nifanya kwa ajili ya babangu. Babangu anauma sana, na ili babangu apone lazima niachane na wewe. Babangu ni mgonjwa sana, siwezi tena kuendelea na wewe Ngoso. Babangu ndo lobaki naye, sina baba mwingine mimi. Babangu ndo apekee, ndo Ngoso lobaki naye. Hapana, sio kweli. Hafsa, nakupenda Hafsa, nakupenda. Basi najua kama unanipenda, lakini kwa ajili ya babangu ndo nafanya hivi. Siwezi kuwa na wewe, kwani hapa kijijini umezunguka kote ujiona wanawake wengine. Nakuomba, naomba tuishie hapo, katafute japo mwanamke mwingine uoe, lakini sio mimi. Siwataki wao mimi. Nimewaona hao nimewaona wote, nishawaona hao mimi. Wewe mimi ndo furaha yangu, nahitaji niishi na wewe tu, usiniache. Naumia sana, naumia kwa ajili ya babangu. Naomba tuishie tu hapa. Hafsa, Hafsa, Hafsa. Bwana, kwanza hakuna budi ila kumshukuru Mungu Inshallah mpaka tukafikisha lile jambo letu. Biidhnillah. Inshallah. Unajua bwana, nilikuwa sina njia au sina jinsi kuhusu ule mtoto wangu. Sawa. Na ndio maana nikaona bora nikute wewe unisaidie kwa hili. Inshallah brother. Mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi na wewe sasa hivi ni kama ndugu. Na si hili tu. Unajua binadamu tuna mambo mengi sana yanatokezea katika ulimwengu. Inshallah mimi nakukaribisha muda wowote, wakati wowote. Likitokezea jengine wewe nifike tu. Sawa, hakuna wasiwasi. Unajua jirani mara nyingi ndio ndugu. Na sasa hapa sisi tumeunga udugu. Ndio. Kwa hiyo likinitokezea jengine nitakufuata, tukujaliwa. Sawa, hakuna shida. Tuko pamoja kwa hilo inshallah. Okay, karibisha sana inshallah.
Inshallah, na sina budi la kushukuru. Unajua sina kitu, lakini hichi kidogo chopo inabidi uchukue. Hamna shida inshallah brother. Hamna shida. Kwa hiyo asante sana. Inshallah. Tukija tuko pamoja. Inshallah, inshallah. Marahaba, ujambo? Sijambo. Za huko ulikotoka? Uko mzuri. Mbona hauko sawa? Halafu nasikia kama harufu ya pombe. Unakunywa pombe siku hizi? Haya mambo umeanza lini mwanangu? Mama, Hafsa ameniacha. Hafsa amenikataa mama. Kwa nini? Kwa nini amekukataa? Kuna kitu gani kimetokea mpaka kukukataa? Sijui mama ni nini. Na mimi na yeye tushapanga mambo yote mpaka nataka kumwoa. Nashangaa Hafsa tu amenigeuka. Sasa wewe ukaona bora unywe pombe usuluhishe matatizo yako, lakini tambua mwanangu, pombe sio suluhisho la matatizo, unazidisha tatizo. Sio yule mwanamke ndo akufanye unywe pombe ha? Mwanamke hata akufanye unywe pombe? Mwanangu, hebu kaa utulize akili. Wanawake wapo wengi sana hapa, tena wamejia, hawana hata waume, wanahitaji waume, tena wanaheshima, busara, wamefundishwa kwao, wana maadili mazuri. Mimi nitakutafutia mwanamke mzuri kama pale kwa Bi Aisha pale, kuna binti mzuri tena katulia, ana heshima. Mimi nitaenda kuzungumza pale na wazazi wake, nitakuletea mwanamke mzuri. Sio kai unaumiza kichwa kwa ajili ya Hafsa. Mwanangu, hebu punguza kwanza hiyo pressure yako, mawazo mfute kabisa kwenye akili yako, muondoe kabisa kwenye mawazo yako mwanangu. Hafsa kitu gani? Ana kitu gani cha kukufanya wewe upoteze dira ya maisha yako? Leo umeingia kunywa pombe, ukijikwaa huko kadondoka. Hasara kwa nani? Hasara kwangu mimi, mzazi wako. Sawa mwanangu? Mama, mimi wanawake wote nawaona na wala si kipofu, lakini sikutafuta mwanamke yoyote wa kumwoa zaidi ya Hafsa. Ikitokezea wazazi wake hawajataka, yeye kakataa, basi mimi bora nitulie tu hivi hivi, lakini sitaki tena mwanamke yoyote.
Kijana vipi? Safi. Kwema. Yes. Hicho unachotumia ni nini? Sigara. Sigara. Kwa nini? Kuna kipi kimetokea hadi mpaka sasa hivi umefikia kwenye hii stage? Ni stress tu kaka. Stress na sigara. Sijakuelewa. Mapenzi kaka. Mapenzi. Kwa sasa hivi mna mapenzi mapya ambayo yanakufanyeni mpaka mkipendana, mpaka mvute sigara ndio kuna mapenzi kweli? Kaka, ni story ndefu sana, lakini labda nikuelezee kiufupi tu. Mimi nilikuwa na msichana tukapendana sana, tushaweka miadi ya kuoana na yeye, shajipanga, shatafuta pesa, tukapanga mpaka siku ya kwenda kwao. Shangaa hafla ananipigia simu, tunakutana, ananiambia tuachane. Kwa kweli nimechanganyikiwa na sijui hata nifanye nini, kwa sababu nahisi siwezi kumwacha. Kwa hiyo anavuta hii sigara, at least nipunguze mawazo. Kwanza nikwambie pole sana kijana, lakini jambo lingine, moja kati ya makosa ambayo vijana wengi tunayafanya endapo ikitokea hali kama hizi kitukuta, labda tumegombana na familia, wapenzi, marafiki, kutumia njia hizi kutatua changamoto zetu, lakini sio njia sahihi sana. Mimi nikwambia kitu kimoja kijana, kutumia sigara, pombe, bangi, unga si njia sahihi ya kutatua changamoto zetu. Unahisi wewe ni bora na ni mwanaume sahihi wa kuishi naye? Ndio. Basi kuna njia sahihi ya kufuata tofauti na hii. Ndugu yangu, unalazimika kulipambania penzi lako katika njia ya busara, tofauti na kutumia mihadarati, kwa sababu leo umeanza kuvuta sigara, kesho utakuja bangi, utakunywa pombe, hatimaye utaingia kwenye kula unga na madonge. Unapofikia kwenye hii stage ni katika hali ambayo utakushapoteza nguvu kazi ya taifa, jamii itakuwa haikutegemei tena, na hivi utajisikiaje yule ambaye unampenda akiamua kubadilika kwa ajili yako, alafu aje akukuta upo katika mazingira namna hii? Hebu niambie utajisikiaje? Busara ni njia bora sana ya kufuata katika kujipambania mwenyewe. Kutoka hapa leo na tunakoelekea, tutakuja tukae maskani tuanze kuilaumu serikali hatufanyii hichi, wakati sisi ndo serikali yenyewe. Tunapaswa kusimamia wenyewe majukumu yetu. Sijui umenielewa? Katika wimbi hili la utumiaji wa madawa kulevya, huwezi kumpata mtu bora kuikosoa serikali katika utendaji wake. Badala yake tutatuma shutuma ambazo hazina mwelekeo, hazina msimamo. Kwa hiyo mimi nikuombe kama kijana, tena nitakusihi sana, na nitashukuru endapo nitakuona kwamba wewe ni balozi mzuri kwa kuwasajiisha wenzako katika kujikwamua kwenye haya. Mimi nikuombe utumie fursa adhimu ambayo Allah alikupa. Una uwezo mzuri wa fikra, buni mbinu mpya kulipambania penzi lako. Nimejaribu sana kukaa mbali na wewe, lakini nimeshindwa. Siwezi. Alafu siku hizi umeanza kuvuta sigara na unatumia pia pombe.
Ndiyo, siku hizi mimi navuta sigara, nanywa pombe, yote kwa ajili yako wewe. Hujui kama sigara ni hatari kwa afya yako? Hujui kama unaweza ukaathiri mwili wako ikakuletea madhara pia? Wewe hulioni hilo? Naomba uondoke nyumbani, sikuhitaji kukuona katika hali hiyo. Naomba uondoke. Sawa, mimi nitaondoka kwa sababu najua mimi saizi sina tena umuhimu kwako. Najua umetiwa sumu niami yako, wala hunitaki tena mimi, wala huna tena shida na mimi. Lakini mimi Hafsa, siwezi kukuacha, siwezi. Na kama nitaondoka kama unavyosema maneno yako, lakini kabla sijaondoka, naomba uchukue hichi kisu. Chukua hichi kisu na uniue. Hapana Ngoso, mimi sijakufa. Wewe si furaha yako unione mimi nimekufa? Utarizika? Utafurahi? Chukua hichi. Hapana Ngoso, mimi sijakufa. Niue Hafsa, niue. Siwezi Ngoso, siwezi, mimi sijakufa. Kile unanifanya hivyo. Hizi ndo ahadi zako kweli? Leo wanifukuza mimi. Niue ili ufurahi, niue. Siwezi Ngoso, mimi sijakufa. Unataka kunipoteza? Basi niue. nawaza, natembea peke yangu, usiku umefika na hangaika, namkumbuka wapi nitampata, mbona alinipenda sana. Kijana, ina maana bado hujakubali kufuatilia binti yangu? Kweli nimeamini mapenzi yana nguvu kuliko kitu chochote duniani.
Kijana, uko tayari kumwoa binti yangu? Ndio mzee, nishakuwa tayari. Binti yangu, uko tayari kuolewa? Ndio baba, niko tayari. Sasa kuanzia leo nimekuruhusu kumwoa binti yangu, na nataka uje utoe posha ili kwa kumwoa binti yangu.